Jamani, karibuni kwenye podcast yetu, episode ya 3. Podcast inaitwa Mpira Huo. Tunajadili mambo ya kimpira kwenye perspective tofauti, hasa za kiufundi na za kimbinu. Hii kwenye episode yetu ya 3 leo tutaangalia kwa ujumla. Tulishagusa match day 1. Leo tutaangalia group stage kwa ujumla. Tutaunganisha match day 1, match day 2 na match day 3. Sana sana match day 2 na match day 3 kwa sababu hatukuzigusa kabisa. Na kwenye hizo match days za AFCON, kombe la mataifa ya Afrika AFCON, tutakuwa na discussion ya maswali matano. Kwenye editions zilizopita za AFCON tuliona kuna trend ile ya traditional trend ya fullbacks kucheza, ambayo tulikuwa tunaona fullbacks wengi wanapenda sana kucheza kwenye mapana uwanja au kwenye zile wide channels, kwenye sijui tunahitaji kwenye flanks, ili kwenye wide combination wenyewe ndo wakachangie kutengeneza nafasi kwa kupiga crosses. Lakini kwenye edition hii tumeona trend mpya, pengine kwa duniani sio mpya, lakini kwa hapa kwetu Afrika kidogo ndio imeanza kutrend miaka hii. Tumeona fullbacks wanapenda sana kucheza kwenye channels za ndani, ku underlap, hawafanyi tena ile ku overlap. Zamani tulikuwa tunaona winga anaingia ndani, fullback ndo anaenda nje. Sasa hivi tunaona fullbacks wengi wanaenda ndani na hawapigi tena zile crosses, wanapiga zile cutback kwenye creation ya chances. Mfano mzuri kwenye Arab Cup nilimwona Ali Malul sana. Sasa nipe sababu ya kiufundi kwa wachezaji wenyewe, lakini pia hata kwenye mbinu za makocha. Ni kwa nini sasa hivi tunaona wingers wengi ndo wanatanua pembeni, then fullbacks ndo wana underlap, na kwenye creation wanapiga zaidi cutbacks, lakini sio zile traditional crosses ambazo tuliziona mwanzo. Okay, sawa. Cha kwanza ambacho unaweza ukazungumzia ni kwamba cutbacks zina XG kubwa kuliko crosses za kawaida. Kwa hiyo kutokana na hiyo ni moja ya sababu ambayo inapelekea makocha wengi kutumia underlapping zaidi ya overlapping. Lakini pia inapokuja swala la wingers, ukiangalia timu nyingi sasa hivi zina mawinga ambao wako vizuri 1v1. Sasa ukimchukua winga ukamuingiza katikati, sehemu ambayo kidogo iko na wachezaji wengi, eneo la katikati lina wachezaji wengi. Kwa hiyo winga akiwa pembeni anakupa advantage moja hapo, ni kwamba atakusaidia ku stretch hiyo backline, kwa sababu winga akiwa pembeni huwezi kusema kwamba ataachwa peke yake. Most of the time lazima kutakuwepo na fullback ambao ataenda kumkaba. Kwa hiyo kile kitendo cha fullback sasa kutoka kwenye eneo lake kuja kudeal na huyu winga ambaye yuko pembeni, inakuwa ni rahisi kutuachia hilo gap la katikati. Lakini pia tunakuwa na mikimbio ambayo tuseme ina thamani. Unajua, nimempasia winga nitoke nikimbie nimzunguke niende mbele nipasie nipige cross. Sometimes hiyo mikimbio mara nyingi inakuwa haina thamani sana, lakini nikiwa winga na mpira pembeni, lakini mimi kama fullback nakatiza pale katikati kwa ajili ya kufanya hiyo underlapping, huo mkimbio unakuwa una thamani kwa sababu una disturb hiyo backline yote. Lakini nikiwa nafanya overlapping, mara nyingi sana hata ile backline shape itaendelea kuwa vile vile, kwa sababu cha kwanza ile sio blind side ya backline. Lakini hapa ninapokimbia kwenye ku underlap, hiyo ni blind side ya fullback, lakini pia inampa wakati mgumu center back afanyeje. Yani akienda na huyo fullback ambaye ana underlap, kumbuka ana center forward ambaye anahitaji kummatch. Kwa hiyo kwa mimi cha kwanza na vitu vya kuongezea hapo ni kwa sababu hizo cutbacks zina asilimia kubwa ya kuzalisha magoli, lakini pia ku stretch hiyo backline ya opponent. Lakini pia kingine inamsaidia winga, pia anakuwa kwenye situations za 1v1 kuliko kuwa kwenye situations za 2v1, kwa sababu kama fullback atakuwa anasubiria kufanya hizo overlap, muda mwingi utakuta kwamba winga atakuwa kwenye situation ya 2v1 ambayo kwake haina faida. Lakini kama atafanya underlap, ina maana kama pale winga alikuwa amewekewa situation ya 2v1, ina maana kwa haraka yule mtu ambaye alikuwa ni extra defender atahitaji kutoka kwa ajili ya kwenda ku cover hiyo run ambayo inafanywa na huyo fullback. Kwa ataacha hiyo 1v1 kwa huko pembeni, na tunafanya hivyo kwa sababu tunaamini mawinga wengi wa Kiafrika wanajimudu kidogo kwenye hizo 1v1 kwa sababu wana speed, wana power. Kwa hiyo moment yapo ndio makocha wengi ambao wanapenda kuitumia, japokuwa tumeiona sana kwenye game nyingi za Europe. Lakini
Kwa AFCON hii nimeona sana, ukiangalia the way Diallo anavyocombine na Due kwa Ivory Coast, ukiangalia goli la Congo ambao Wan-Bissaka aliweka cutback dhidi ya Senegal, unaona Wan-Bissaka amepita pale pale kwenye kufanya underlapping, akamrudishia winga wake ambaye alishoot, goalkeeper aka save, lakini rebound Congo wakamalizia. Kwa hizo movement zinakuwepo sana. Ukiangalia Diomande na Conan, japokuwa Conan mara nyingi alikuwa anakuwa kama ana invert kusaidia kwenye midfield, lakini hii role ya fullback inasaidia sana kwenye timu ambazo hizi kubwa ambazo zote zimeshinda. Ukiangalia mafullback wao wanafanya hizo movement tofauti na timu zetu sisi. Ukiangalia kama sisi Taifa Stars, Mnogan anapita pembeni na Shabalala wote wanapita pembeni. Kwa hiyo kwa mimi kwa haraka haraka hizo ndo sababu ambazo naona zinapelekea ukiamua kutumia underlapping zinaweza zikakupa kwa faida hiyo. Yes, kwa Tanzania labda nahisi kidogo, sababu walishawahi kutumika kwenye clubs. Nafikiri Msindo, Chilambo wangekuwepo wangeweza kucheza humo ndani kwenda kufanya zile ingeweza kuwa tofauti kidogo yani. Yes, lakini hata kwa JKT Tanzania niliona last season Wawa pamoja na Bryson David walikuwa wanatumika sana ndani wakati wingers wanacheza pembeni. Nafikiri hao ndo wangeweza, lakini technical abilities za waliopo national team kama Kapombe, Zimbwe wametumika sana kwenye ile traditional way ya fullback. Yeah. Kwa hiyo nafikiri sio mbaya kwenye hizi mechi za group stage, mechi 3 za group stage, licha ya kuwa imefuzu, Tanzania imekuwa na takwimu fulani hivi ambazo kwa upande wangu mimi nimeona ni kama sio za kuridhisha kiuzuiaji. Mfano ipo top 3 kwenye takwimu hizi zote ninazoenda kukuambia. Kwenye timu ambayo imefanya clearance nyingi, imesafisha uchafu mwingi sana kwenye goli lake, imekuwa timu ya 3, ipo top 3 ya timu ambazo zimefanya clearance nyingi, ikiwa na clearance 24, imezidiwa na timu ambazo mfano kama Komoro, lakini pia na Misri ambazo zina moja na 30 nyingine na 33. Lakini kwenye timu ambazo zimefanya tackles nyingi, mipira kugombania mingi, hasa ile ya kutelezea, Tanzania imerekodi tackles 21, imezidiwa na timu moja tu, Mali, ambayo imefanya 22. Lakini ukiangalia timu ambazo zimeconcede penalty nyingi, Tanzania ni mojawapo, imeconcede penalty 2 sawa na Burkina Faso. Lakini ukiangalia kati ya timu zote ambazo zimefuzu mpaka sasa hivi round of 16, Tanzania ni kati ya timu 5 ambazo zimefuzu bila kuwa na clean sheet. Hizo ni chache tu kati ya ambazo nimezikusanya mimi. Sasa mimi hapa nimechukua takwimu na tunasema kwenye kuanalyze kitu ili upate analysis nzuri, unaangalia both quantitative na qualitative, kwamba numbers zinasema nini, lakini pia kwa mtu ulivyoona kwa macho yako, ulivyoanalyze qualitatively kwa ubora, umeona nini? Naomba nisaidie kuanalyze. Kwanza ni ipi tathmini yako kuhusu hali hii? Ipo top 3 kwenye karibia kila takwimu ya kuzuia, ina maana ilikuwa inashambuliwa sana, na utanipa tathmini yako, lakini pia utaniambia ni sehemu ipi ambayo unaona tunafaa kuiboresha kuelekea kwenye kwa face timu kama Morocco ambao ni moja kati ya title contenders. Nimemsikia jana De La Fuente, kocha wa Hispania, anasema Morocco sio contender tu wa AFCON, ni contender wa World Cup. Kwa hiyo tunapoenda kwa face hao, unahisi kitu gani kiboreshwe? Okay, kwenye tathmini tutaanza na hizo takwimu umezihitaji. Kwenye mpira wa kisasa ili uwe bora uwanjani ni lazima uweze kuzuia, na kwenye kuzuia kwako ni lazima kuwe kuna njia mbili za uzuiaji. Njia ya kwanza unaweza kuzuia kwenye hizo blocks ambazo tulizungumzia wiki iliyopita, lakini njia ya pili tunazungumzia kwenye kumiliki mpira, kupossess. Ukiangalia Tanzania ni timu ya 22 kwenye timu ambazo zimepiga mipira mingi mirefu, high balls. Imepiga high balls karibia 167. Katika hizo high balls 167 ni high balls 67 tu ambazo zimefika. High balls 100 maana yake hazikufika. Maana yake kwenye kama tunataka tumiliki mpira au tuwe kwenye defensive nzuri, maana yake ni lazima kwanza tuanze kwenye hii kuweza kukaa na mpira, kwa sababu unapokuwa na mpira maana yake unakuwa na uwezo muda ambao una mpira wewe, maana yake huwezi kushambuliwa. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ya kuweza kuepusha hayo
mashambulizi. Kitu chengine ni huo umiliki wa mpira. Of course tunarudia tena kwenye kupass, kwenye timu ambayo imepiga pasi nyingi kwenye mashindano ni walosema ni Morocco. Morocco imepiga pasi 2158 ambao ni timu namba moja. Sisi ni timu ya 22 ambao tumepiga pasi 1557 na katika pasi hizo 1500 ngapi hizo, tumepiga pasi 885. Katika hizo pasi 885 tuna 75% ya kufikia, yani ya accuracy pass, manake tuna hiyo shida. Kwa hiyo ili tuwe bora, manake ni lazima tujikate katika hizo sehemu mbili. Kwanza tupunguze kupiga hizo high balls, kwa sababu tukipiga high balls manake tuwe na wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza mpira wa kwanza na mpira wa pili, kitu ambacho kwa sisi ni ngumu. Striker ambayo tunamweka kwenye timu yetu sidhani kama ni mzuri kwenye hizo high balls. Kwa hiyo ili kujilinda tuwe bora zaidi, lazima tudili na hivyo vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kupunguza hizo high balls, tukae na mpira, kwa sababu tukiwa na mpira tunakuwa tunajilinda. Kitu cha pili ni kuwa na hizo kupiga pass, tuwe na aina ya kucheza, manake nahisi ni timu ya 3 kutoka chini, timu ambayo imepoteza mipira mingi, imepoteza pasi 500+ kwenye mashindano. Kwa hiyo njia rahisi zaidi nahisi ni hiyo, kubadilisha mfumo kutoka huo mfumo ambao tunajilinda sana, tuje kwenye mfumo wa kucheza kidogo, ili mradi tumpe maswali pia opponent wakati tunacheza naye. Nimesikia umesema kuna moments hatutakiwi kupiga high balls kwa sababu sisi ni moja kati ya timu 3 zilizoongozwa kuwa na high balls nyingi, na nyingi kati ya hizo sio accurate, hazijafanikiwa. Sasa swali langu, tukienda kwenye short passes ili at least hata tupossess, unahisi wachezaji wetu wapo competent kwenye build up kuanzia nyuma? Technical abilities zao zinawaruhusu timu kuanzia nyuma kwa pasi fupi kudominate possession, au hata pasi fupi labda za kubreak hizo lines? Technical abilities za wachezaji kama zipo kulinganisha na za wenzetu? Lakini swali la pili, kwenye high balls unahisi tiba ni ipi? Tiba ni tumtegemee target man mmoja inapopigwa mipira mirefu awe anaihold, na je atakuwa ni nani? Lakini kama sio hiyo, basi unahisi tunaweza tukategemea wachezaji ambao wanaweza kufanya runnings behind, mfano kama Kibu, kwenye hizo solution mbili ulizotaja? Tukianza na swali la kwanza kwenye kubuild. Kwenye kubuild nafikiria hawa wachezaji ambao wapo kwenye back four yetu, wachezaji ambao wapo katika hizi top giant wa timu zetu, na tunaona kwenye hizo Champions League club wanapofanya, tunaona wana build katika timu zao. Kwa hiyo kwenye hilo sina shida nalo, kwa sababu hata hao watu ambao wawili wapo juu yao holding Mabula pamoja na Novatos, wachezaji ambao wako nje, na hisi of course trending ya football ya sasa hivi ni hiyo kubuild. Kwa hiyo kwenye kubuild sina shida na hiyo, nidhani tu ni mwalimu kuamua kutrust hiyo process ya kubuild. Na hilo swali la pili kuhusu mtu wa kuhold mipira, why tuweke mtu wa kuhold mipira wakati tunao watu ambao wanaweza kucheza? Kwa sababu tukisema tunataka tushambulie, kwa hiyo over them, maana yake itakuwa muda mwingi tutakuwa tuna mpira tunaenda kupeleka mpira kwenye maeneo ya 50-50. Kwa hiyo why tuende tucheze 50-50 wakati tuna wachezaji ambao wanaweza kucheza passing, kufanya kwa mfano kama 1v1. Kibu anaweza kufanya hizo 1v1, tunaona Dinado yupo katika timu yetu na anaweza kufanya hizo 1v1. Kwa hiyo ni ile suggest tu mwalimu kuamua kama tunaenda hivi au tunabaki vile vile tulivyokuwepo. Coach Simbaidi. Naam. Taifa Stars imeconcede magoli 4, mawili kati yao ni ya set pieces, ambapo kwenye hizo set pieces kuna goli la kona na kuna goli la penalty. Kwanza changamoto ni nini? Lakini pia hata kwenye hilo goli tukijumlisha na hilo la kona, changamoto ya uzuiaji wa set pieces kwa Tanzania imekuwa ni nini na how tunaweza tukasolve? Okay, sawa. Tukianza penalty ikishawekwa huwezi kudefend, ni uwezo wa goalkeeper tena. Sawa, let's say set pieces ambao walitufunga, lakini kutokea penalty kutokea ya, unajua okay. Mfano kama ile situation ya Baka na ilikuwa ni Baka na nani? Na mchezaji wa Tunisia. Yes.
labda pale vile ningependa unipe insights kama za tungejikinga vipi na ile situation, masuala ya positioning ya beki wetu, labda movement za beki wetu dhidi ya striker. Yeah, unajua kwa mfano kama pale situation ya Baka kwenye defending tunasema kwamba mpira ukishaanza kuingia ndani ya box ni mwendo wa man to man. Pale kinachokuzuru sio space tu, ni mtu. Ukiwa huku nje space, ikiwa nje ya box ni space zaidi, ndio inakuwa ina madhara. Lakini tukishaingia kwenye box ni mtu zaidi, ndio anakuwa na madhara. Kwa hiyo sasa pale focus inakuwa ni mpira na mtu. Nadhani Baka tu kidogo pale alichelewa, yani hakuwa active kama vile inavyopaswa. Kwa kama angekuwa active ni pia ingemsaidia. Lakini kingine ambacho maybe angeweza kukifanya, teknolojia imebadilika. Sawa? AFCON tofauti na NBC. NBC kuna foul unaweza ukazifanya zikashindikana kuzirudia, referee kwenda kuzirudia kuja kuzitolea maamuzi kwa sababu hatuna VAR. Sasa AFCON ina VAR. Touch yoyote tu ambayo inaweza kawa ni penalty, watu wana review wanaweka. Tumeona hata penalty ya Diaz na Congo kama sikosei. Yeah. So hata Baka kile alichokifanya, ingekuwa maybe tuko huku kwenye NBC huenda isingeonekana kutokana na umati wa watu uliokuwepo pale na vitu kama hivyo. Lakini kikubwa ukiwa na defend box lazima man to man, usimwache mtu wako. The same tulivyofungwa na Nigeria, ilipaswa iwe kila mtu atembee na mtu wake. Lakini shida zote zinakuja kwa sababu mara nyingi opponent anakuwa yupo kwenye final third yetu. Kwa hiyo unakuwa na room kubwa ya kucommit hizo fouls na kidogo kudelay kwenye defending. Right, kama mpira usingekuwa sana kwenye final third yetu, ina maana ingekuwa ni rahisi sisi kuepukana na hayo matatizo ambayo yanajitokeza zaidi kwenye eneo letu la box, nje ya box na ndani ya box. Unaona hata the way ambavyo tulivyocheza na Uganda, kuna muda tuliswitch kidogo, tulikuwa tuna control game. Unaona kabisa yani hapa hakuna namna sisi ambapo tunaweza tukatokea na tatizo lolote ambalo litatuzuru sisi golini. Lakini moment ambayo unaona sasa Uganda wanatushambulia sisi na mpira mara nyingi upo kwetu, inakuwa ndo room ambayo inapelekea kwa sisi kucommit hizo foul na kupata set pieces kwa opponent. Lakini set pieces ni changamoto sio tu kwa Taifa Stars, hata kwa ligi yetu. Kushambulia na kuzuia ni shida. Nadhani kuna homework ya kufanya hapo kwa coaches, haswa kucoach hizo pati mbili, set pieces wakati unaishambulia na set pieces wakati unaizuia. Ukiangalia Taifa Stars imefunga magoli 3. Kati ya hayo goli moja la in possession ambalo ni lile la Nova kumwasistia Charles Mombwa. Kwa mujibu wa coach Saif, walishindwa kupass through, wakashindwa kupass around, ikabidi wa pass over the blocks, ndio. Lakini goli lingine ni la positive transition, lakini goli lingine ni la set play. Ukiangalia Taifa Stars hai create chances nyingi sana, lakini pia Taifa Stars hiyo ina miss chances nyingi sana. Yaani licha ya kuwa i create chances nyingi, lakini hizo chache inazo create inazimiss pia, kwa sababu ni timu ya 17 ku create chances nyingi. Timu ya kwanza kwa create chances nyingi ikiwa ime create chances 16 Senegal, lakini Taifa Stars yenyewe ina chance 4 tu hizo create, lakini kati ya hizo 4 hizo create 2 imezikosa. Kwa hiyo ina maana kuna changamoto kwenye accuracy, kwenye ufanisi, hasa kwenye third mbili za mwisho. Tuseme third ya mwisho. Kwanza namna hata ya kufika kwenye hiyo third ya mwisho na namna ya kubadili hizo chances wanazotengeneza kuwa magoli, kuna changamoto. Sasa Saif, ningependa unisaidie hapo. Solution gani tunaweza tukaenda nayo kwenye mechi zilizobaki, kwenye moment sana ya timu ikiwa inamiliki mpira? Utaenda deep zaidi kidogo labda kwenye combinations, patterns za uchezaji, lakini pia hata style yetu ya kucheza inatulimit sana tucheze kwetu kuliko kwenye opposition half. Kwa hiyo unahisi changamoto ni nini na labda kitu gani tukiboresha? Kitu cha kwanza tu aliongelea coach Simba kwamba aina ya uchezaji. Of course hizo timu ambazo zimedominate hiyo michezo ni timu ambazo of course zimetumia sana wide kwa ufanisi wa mchezaji wa wings wale kwa hizo 1v1s.
Kwa ikiwa kama tunataka kutengeneza chance nyingi, maana yake ni lazima tujitahidi kufanya hizo, aidha tutumie kwa wings au fullback, kwa sababu ukiangalia hizo timu ambazo unazosema Senegal, Morocco, ni timu ambazo ukiangalia kwenye hizo kutengeneza chance, of course unakuta zimepiga almost cross maybe kama Morocco imepiga cross 60 maybe kama cross 67, ukija Senegal cross kama 50 plus. Kwa hiyo utengenezaji wa nafasi unategemea na aina ya wewe uchezaji. Umeona? Kwa hiyo tutoke kwenye ule mfumo wa kucheza ambao tunatumia hizo high balls, tuje kwenye mfumo ambao tunaweza kutumia hizo maybe cross au hizo short passes ambazo tunaweza kupata hizo full back crossing ambao wengine wanaita V pass. Na hisi tukibadilika kwenye aina hiyo uchezaji tunaweza tuka create chance nyingi, kwa sababu ku create chance 4 kwenye mechi 3 ni uwiano mdogo sana kwa timu ambayo imefuzu kwenye 16 bora. Kwa hiyo nadhani tubadilike tuende katika aina hiyo ya uchezaji, kwa kutumia sana hizo wings kwenye hizo 1v1 au hizo underlapping za fullbacks. Kwa sisi tunavyomtem Gamondi, tunavyomjadiliki kwenye club level, hata alipoanza national team tuliona kama ni possession based coach, lakini ukiangalia takwimu karibu zote za Taifa Stars inatuonyesha ni kama timu ya pili karibia kwenye kila mechi. Unahisi labda to ignore hiyo moment ya kumiliki zaidi mpira, to set back, tungoje transitions. Unahisi labda ni tukichagua hiyo mbinu, ni kitu gani tukikiset itakuwa ni rest attack bora kwa Taifa Stars, kwamba to defend vizuri, lakini pattern yetu ya transition hiyo ni hii, kwamba abaki labda Samata mbele, ili mpira ukiporwa mali apewe yeye na kina nani wafunguke. Yaani natamani kupata rest attack nzuri, itakuwa ni ipi? Kwa sababu hatuwezi kupossess, hatuwezi kuwa na mpira zaidi ya Morocco sisi, si ndio? Naamini hivyo. Unahisi labda tukiset mbinu gani za kutegemea ku set back na kupiga hizo transitions, unahisi ni rest attack gani itakuwa bora sana? Kweli wa dominate Morocco kwa sababu ya quality ya wachezaji wao na exposure na vitu kama hivyo, inaweza kawa sio kazi nyepesi, lakini kama mmeangalia trends ya game zote za AFCON mpaka sasa, hizi giant team zote, si Nigeria, Senegal, Morocco, Tunisia, whatever, zinaanzaga na high tempo sana kwenye zile dakika 45 za mwanzo, lakini zikija second half, most of the time utaona second half inakuwa ni kama wame drop kidogo. Ndio maana unaona hata sisi game zetu karibia zote second half ndio kidogo tunasema kipindi cha pili tunacheza sana vizuri, lakini ukiangalia opponent naye unakuta naye anakuwa amefanya kama game management, maybe amepata goli moja au whatever. Na kwa sababu gani? Kwa sababu mechi ni nyingi, ziko karibu, kwa hiyo kuna issue za kutunza energy. Ndio maana unakuta timu kubwa nyingi zina prefer kumaliza game mapema, alafu then second half zifanye tu hiyo game management, zipossess, zisitumie sana hiyo. Kwa sasa sisi hapo ndio itabidi tucheze huko, tucheze 45 za kwanza, kwa sababu obvious Morocco watakuja high, tucheze hizo tukiwa na uangalizi mkubwa sana kwenye kuzuia, then moment yetu sisi itakuja kwenye second half, kwa sababu Morocco kwenye second half lazima atajitahidi kumanage game ili aweze kureserve energy pia in case anafuzu kwenda round inayofuatia. Na hata ukiangalia round ya mwisho watu wamefungwa sana kutokana na hiyo, ukishacheza sana mechi energy inashuka. Kwa mimi kwa dominate itakuwa kipengele, lakini kinachoweza kutuokoa sasa hapo ni transition tu, kwa sababu wao wana commit namba kubwa kuja mbele. Kuna moment wanakuwa na line ya 3 2 5 2 3 5, saa zingine wanafika mpaka 6 mbele kwenye kushambulia, na rest defensive sometime wanaweka 3 sometime 4. Kwa hiyo sasa ni sisi sasa kuwa compact nyuma na kwa ajili kujiandaa na transition. Maana ukisema tufanye hizo possessions, build up na nini, kuna moments zitatusumbua, kwa sababu wanajua muda gani wa kupress, wanajua muda gani wa kudelay. Kwa hiyo lazima na sisi tuwe sharp kidogo. Kwa hiyo nadhani hata lineup inaweza kawa inaendana hiyo na timu ambayo itakuwa ni ya kuzuia na kufanya transition za haraka.
Kwa mimi ni game sana sana ambayo itaamuliwa zaidi na transition kuliko kuamuliwa zaidi na hizo build up na possession kwa sisi. Kwa Morocco wao wanaweza kuwa na plan yao wenyewe. Nakumbuka hizi timu ni Morocco, Misri, Senegal, DR Congo na Algeria. 4 kati ya hizo zilikuwa kwenye zile ambazo tulizijadili wiki zilizopita, zilikuwa na average possession kubwa, kwa hiyo ina maana zilidominate mechi zake. Leo tunaona zina takwimu bora za kuzuia, kwa maana kwamba zimemaliza zikiwa na clean sheets nyingi kuliko timu zingine. Zimekosa clean sheet kwenye mechi moja, lakini pia hizo timu zote kwa pamoja zimeconcede goli moja tu. Sasa namna ulivyoona wewe, tupe tathmini yako, umeona vipi ubora wao ulikuwa wapi kiuzuiaji, kwa maana ya mbinu za hizo teams, hata kama sio timu zote, lakini in general uliona kuna ubora sehemu gani na kwenye mbinu za teams lakini na individuals? Okay, kwanza tunaongelea timu ambazo ni favorite kwenye haya mashindano. Tunaongelea timu kama Morocco, Senegal, Congo, right? Kwa ni timu ambazo ukiangalia kikosi chake kina wachezaji wenye quality kwa maana ya technical, kina tactical wako vizuri, lakini pia nitakuwa na sababu 4 za kuona kwamba kuna utofauti gani au kilichopelekea wao kuwa na kutokuruhusu magoli mengi kama wakuwa na clean sheet kuliko timu zingine. Kitu cha kwanza ningependa kuongelea kwanza ubora wao kama timu wenyewe. Timu yao unakuta wanakuwa hapo compact, out of possession, individual na collective. Ukiangalia wakiwa kwenye transition, wakiwa kwenye low block, wakiwa kwenye defending shape yoyote, kuna ubora kama timu na individual moja moja. Ukiangalia timu zingine wanazoruhusu magoli yanakuwa wanaruhusu kwa sababu ya mengi ni individual errors. Mtu mmoja mmoja ndio anakuwa anakosea. Sasa ukiwa na kikosi ambacho wachezaji wenye quality na experience ya kutosha, ni ngumu kumake hizo mistakes. Alafu then tunakuja kwenye tunapoongelea ulinzi, ni swala la collective. Kwa hiyo individual anapokuwa na quality inafanya mtu mwenzie ikawa anatengeneza collective ambayo iko vizuri. Kwa hiyo ubora wao upo kwenye kuanzia kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia ule mtu mmoja mmoja ndio anaathiri ile defense nzima kwa ujumla. Lakini kitu kingine ni wao kuwa na umiliki wa mpira. Possession kubwa inafanya timu mpinzani asiweze kufika kwenye lango lako. Kwa hiyo unaifanya timu yako isifikiwe kirahisi kwa sababu ya kuwa na possession. Na ukiangalia hizo timu zote ni timu ambazo wanapocheza na opponent, ukiacha zilivyocheza wao kwa wao, zile ambazo zinakuwa ni favorite kama Mali na Morocco, Congo na Senegal. Kwa hiyo unaona wakicheza wao kwa wao ndio wanaruhusu magoli, ila wakicheza na timu zingine wao ndio wanakuwa na possession nyingi. The more unapokuwa na possess, una limit opponent wako kufika kwenye golini kwako, kwa sababu muda wote utakuwa na mpira, utakuwa unashambulia. Kitu kingine ambacho ningependa kuongelea ni kwamba tactical wise wapo vizuri kwenye swala la ile offensive balancing. Unapoenda kushambulia then unasubiria transition, ule mpinzani wako anapowini ule mpira. Wakiwa kwenye good shape, hizo balance either 3v2, 1v2, 2v1 ni ngumu kwa timu kufungwa kwa sababu balance yao inakuwa iko very okay, iko intact. Lakini kitu kingine nakuwa naongelea sasa ni mpinzani katika eneo la ushambuliaji. Kama timu pinzani unacheza nazo na wenyewe kwenye uwezo wa kushambulia ni mdogo individually au kama collective hawako vizuri, ni ngumu wao kuruhusu magoli kwa sababu watafika either watapaisha au hawatafanikiwa kufunga. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ndio vinapelekea wao kuwa na clean sheet nyingi kwenye mechi tatu wana clean sheet 2. Kwa hiyo unaona, kwa sababu hiyo ushambuliaji wa timu opponent, lakini pia balance, offensive balance wanapokuwa wanacheza, wanaumiliki wa mpira. Kitu kingine experience na quality ya wachezaji mmoja mmoja kwenye timu. Hiyo inaamua. Wachezaji wanacheza mashindano makubwa, ile quality, ile experience ya kucheza mashindano makubwa ndio inaamua kwamba timu defensive inakuwaje. Individual pia quality zao zipo juu, lakini pia ubora wao wanapokuwa na mpira muda mwingi. That's the reason naweza nikafikiria kilichowapelekea wao kuwa na hizo clean sheet nyingi.
Uh, kabla hujatoka nimalize tu. Ni timu ipi ambayo uliona labda ina press vizuri, kwa sababu hizo timu zote zina average possession kubwa. Kwa hiyo ina maana nyakati nyingi zikiwa hazina mpira zina press ili ziwe na mpira. Timu ipi ambayo ime press vizuri? Hilo ni swali langu la kwanza. Lakini swali la pili, kwenye zile moments zimepoteza mpira, timu ipi ambayo uliona labda ina offensive balance nzuri, kwa maana ya wakipiga counter attacks, timu ipi inakutwa shape yake ipo supportive ku regain tena ile possession baada ya mpira kupotea? Timu ya kwanza ni Morocco, ya pili naongelea Senegal. Kongo mara nyingi kwenye transition walikuwa wanakutwa, yani opponent alikuwa anaweza kufika mara kwa mara kwenye final third ya kwake au defensive third yake, lakini Senegal na Morocco ni timu ambazo it was difficult kwa opponent akiwini au kuwakuta hapo katika disorganized shape. Kwa hiyo hizo ndio mpaka sasa hivi naweza nikasema kwamba walikuwa kwenye ile offensive balance, walikuwa kwa vizuri na wana press vizuri, wanapokuwa hawana mpira muda wote wanafika kwenye maeneo, wanawini mpira kwa haraka. Okay, tuanzie kwenye group stage. Imekamilika, kila timu imecheza mechi 3, timu nyingi zimeondolewa, timu 8 takriban zimeondolewa, timu 16 zimeprogress. Kwenye hizi group stages najua kuna wachezaji bora mmewaona, kuna makocha ambao mmeona timu zao zinacheza vizuri, lakini pia najua mmeona kunaweza kukaa kila mtu ametengeneza kikosi chake bora. Kwa hiyo nitatamani kila mtu anitajie, tutaanza na mtu mmoja mmoja. Nitatamani kila mtu anitajie kwanza kikosi chake bora. Tutaanza na kile kikosi ambacho CAF walikiposti. Kikosi ambacho CAF walikiposti, wameona kwenye group stage kocha bora ni Eric Chelle wa Nigeria. Golikipa bora ni Mohamed El Shenawi wa Misri. Mabeki wakati kuna Axel Tuanzebe pamoja na Taksoba, Tuanzebe wa Kongo pamoja na Taksoba wa Bukinabe. Lakini pia kuna Abdi wa Tunisia kama fullback wa kushoto, lakini fullback wa kulia Mazraoui wa Maniu pamoja na Morocco. Lakini kwa viungo Baleba, Lukman na Brahim kama viungo watatu, na washambuliaji mbele kuna Mane, Mahrez pamoja na Ahmad Diallo. Kwa hiyo kila mtu naamini atanitajia kwanza kocha wake bora wa group stage, kikosi chake bora cha group stage, then mchezaji wake bora wa group stage mpaka hapa tulipofika. Utaanza na Betha, utaanza na kocha bora, utafuata kikosi, then utataja MVP wako wa group stage. Okay. Kocha Nigeria bado mimi nitakuwa kama wakafu. Kwa kocha hapo, kitu gani kwa Emmanuel Chelle kimekuvutia mpaka umeona ni kocha bora wa group stage? Upande wako wewe, style ya timu kucheza au ndio hizo pointi 9? Pointi tu, style ya kucheza haiwezi kuwa kocha ambaye, lakini kwa nature ya mashindano jinsi yalivyo makubwa, magumu, kupata pointi 9 kwenye grupu sio rahisi. Yani angalia magrupu yote yaliyotoka, yani inaonyesha ni kwamba jinsi gani playing style haivutii, lakini tunapata results. Okay. You have to give credit kwa kocha kwamba anajua how to make things done. Unajua kwamba tuna shughuli na shughuli imekamilika. Tuna shughuli ya kupata point, tuna kazi ya kupata pointi 9 na tumeweza pointi 9. Haijalishi grupu lilikuwa jepesi, lilikuwa gumu kiasi gani, lakini una pointi 9, sio kazi rahisi. Kwanza kipa naomba nimpe yule wa Misri kwa sababu moja tu, mechi yake na South. Kwa ndani ya dakika 45 yale mashambulizi aliyokuwa anapata kutoka kwa South, kipa ndo amefanya wakapata pointi 3. Yani na hakuna kipa mwingine ambaye amefanya zile save kwenye round zote hizo ambazo zilikuwa zimebakia. So I think ninaweza kwenda na yule kipa wa Misri. Kwa hiyo kwa mabeki wakati wao ndo wamechagua, TSG ya CAF imechagua Tuanzebe pamoja na Taksoba. Kwa hiyo unamtoa mmoja unamweka Bakari. Mimi ningeweka wale ambao wametoka wengi. Anyway, tubaki na hao walio, kwa sababu wamevuka. Kwa sababu huwezi kusema kwamba ulikuwa beki bora alafu timu yako pia imeondolewa, maana yake simeruhusu magoli. Fullbacks kuna Abdi wa Tunisia pamoja na
Mazraoui wa Manchester United pamoja na na Morocco. Ningemweka huyo Mazraoui, lakini kushoto ningemweka yule Ivory Coast. Konan ana assist moja. Yeah. Ndio. Kama sikosea ana assist. Hivi yule alitoa pasi ya goli la Amadi mechi yao na Ivory Coast na Cameroon. Ndio huyo. Kushoto. Ndio huyo. Ndio huyo. Yes, huyo. Haya. Tuende kwenye viungo. Baleba yuko okay. Lakini kuna Baleba na kuna kwenye namba 6 napata wakati mgumu kusema leo kweli. Kuna Baleba lakini kuna ule mtoto wa PSV ambaye yuko Morocco. Alivaa jezi namba 24. Moja. Namba 24 ni yule nani dogo hivi. Dogo hivi PSV yule. Mechi ya mwisho alicheza yeye na Nuai yule sio. Sasa kwa so namba 24. Ni 20 ngapi? Ava 24 mzee. 24 wa Morocco. Kwa sababu yani yule mtoto amecheza namba 6 nzuri, amecheza vizuri, lakini kwa sababu tu amecheza mechi moja basi nimpe Baleba, yeye alicheza mechi zote pale namba 6. Sasa sijajua viungo wako unawekaje. Sawa, hivyo namba 8 yule kiungo wa Ranilin. Doumbia. Kuna Uzane wala nili wa Morocco. Alafu natamani nilikuwa kumweka yule namba 10 yule alikuwa anavaa namba 10 wa Angola, lakini ndio hivyo ameshatoka. Anyway. Ukitoka na kwa mchezaji mzuri Yaani sisi tunataka mchezaji kutoka timu yoyote. Okay. Mimi ningemweka yule namba 10 wa Angola. Utaanza na kocha bora, labda kwa microseconds utasema kwa sababu gani, then utafuata na kikosi, mwisho utamaliza na mchezaji bora. Besa, mchezaji bora ni nani? Alafu nimemsahau. Diaz Brahim. Na yupo kwenye kikosi bora. Si ndio maana MVP yuko peke yake, lazima akae kwenye kikosi. MVP yeye yuko peke yake. Diaz hayuko kwenye kikosi. Kwa hiyo na watu 12 jumla kwenye kikosi changu, mniache. 14 kila mtu ana mfumo wake. Kataja wachezaji 20. Twende Disemba. Okay, mimi kocha bora ni wa Algeria, Vladimir, jina lake hilo lingine gumu kidogo kulitamka. Lakini timu yake imeperform vizuri. Imefunga goli 7, imeruhusu goli 1, imeshinda mechi zote. Tofauti kidogo na Nigeria hapo, maana utaniuliza Nigeria naye kashinda zote na nini. Nigeria karuhusu goli nyingi. Kwa hiyo utaona timu yake kuifunga ni sio kazi nyepesi, lakini pia ina uwezo wa kufunga. Kwa hiyo mimi kocha bora ni wa Algeria. Kikosi kuanzia kwa kipa kwenda kwa wachezaji wa mbele, afu tamaliza na MVP. Kipa El Shaarawy wa Misri, central defender wawili na mweka Koulibaly na Ben Sebaini, alafu Bisaka na Masuaku. Kwenye kiungo nitakuwa na Gueye, Baleba na Diaz. Watatu wa mbele Kaabi, Diallo na Mane. Mchezaji bora? Mchezaji bora Diaz. High five. Brahim Diaz. Umeona watu wanavyoenda direct? Mimi siko direct. Safe. Mimi Hossam Hassan wa Misri. Kwa wewe bwana, tuache kwanza safe. Twende. Kwa mimi ndio na huyo. Na huyo kwa sababu ya performance ya mechi ya nani ya South Africa. Mimi surprise sana. Goalkeeper El Shaarawy. Kwa kifupi mimi kwenye kikosi kile cha nani cha nani? Kwenye kikosi cha Group Stage. Namtoa Baleba, namweka Marwan Atia. Namtoa na Sadio Mane, namrudisha Amadi kwenye winga moja, namweka na Elkabi.
Nakutajia kikosi chako. Kikosi chako ni kocha umesema ni Hosam Hassan wa Misri, goalkeeper ni Mohamed wa El Misri. Shenawi, au kitaje sikipo pale kwenye grupu, replace Ya, pale anaweza kwa kutaja. taje. Tuanzebe Tapsoba. Ya, anahitaji. Hosam Hassan ni goalkeeper. Nani? Kocha. Kocha. El Shaarawy keeper. Defensive wawili Tuanzebe na Tapsoba. Kulia Mazrui, kushoto Abdi. Namba 6 Marwan Atia. Wawili wa juu Lukmani na Diazi. Winga Mahrez, winga Amadi, katikati El-Kabi. MVP Mchezaji wangu bora wa mashindano Marwan Atia. midfield hiyo. Bwana Midfield. Kikosi changu Namba sita. tuache kwanza. Sasa kocha Mahaba. Betha tuwe tusikie cha Sistinho. Mimi sina tofauti sana na huyu wa Misri kwa sababu ile performance ya South Africa. Nani kwa upande wa kocha bora mimi nitaenda na kocha wa Misri Hosam. Kwa upande wa kipa nitaenda na El Shenawi. Kwa mabeki nitaenda na Tuanzebe pamoja na Koulibaly. Kwa mabeki wa pembeni nitaenda na Wan-Bissaka upande wa kulia, upande wa kushoto nitaenda na Mazraoui. Kwa viungo nitaenda na pivot ya watu wawili. Nitaenda na Idris Ganagay, nitaenda pamoja na Baleba. Lakini kwa viungo washambuliaji watatu nimewaweka. Nitaenda na Azzedine Onuayi kama kiungo mshambuliaji wa kati, lakini nitaenda na upande moja nitaenda na Amadi Diallo, upande mwingine nitaenda na Riyad Mahrez na mbele nitamaliza na El-Kabi. El-Kabi ni mshambuliaji alipata dakika chache sana lakini ana magoli sawa na wenzake. Kwa hiyo conversion rate yake ni nzuri. Lakini kwa upande wa MVP Azzedine Onuayi kwa upande wangu mimi. Kwa hiyo tofauti yangu sio kubwa sana. Nani Morocco? Wa Morocco jezi namba 18 ni namba 8 wa Morocco huyo, Azzedine Onuayi. Jamaa anafanya vitu simple kabisa, simplicity is the best wanasema. Ananifanya niuone mpira ni kitu kirahisi sana kucheza. Okay. Tumemaliza? Ngoja kwanza. Kuna kitu nilikinoti hapa nimesahau. Ngoja msike. Nimekumbuka. Nyinyi ni watu ambao mnafanya kazi kwenye taasisi za mpira, mnaojua mpira wetu wa Afrika unatofautiana na Ulaya. Siku moja kabla ya AFCON kuanza, rais wa CAF alitangaza AFCON kubadilishwa muda kutoka kuwa na interval ya kila baada ya miaka miwili kwenda kwenye interval ya kila baada ya miaka minne kama ilivyokuwa Euro, kama ilivyokuwa World Cup. Mnahisi kwanza maamuzi hayo mmeyachukuliaje? Wangapi mpo positive? Lakini kama ni positive au negative, mmekubaliana au hamjakubaliana nayo? Mmesupport au kutokusupport? Ni kwa nini? Nianzie kwa Idi Simba. Au itaathiri vipi? Cha kwanza sababu waliweka nini na nini ya kuswitch kutoka miaka miwili kwenda minne? Kulikuwa na sababu? Okay, kwa mimi nadhani beta ingebakia hivi hivi kwa sababu mpira wa Afrika ni tusemeje, ndo soko la kuja kuchukua wachezaji tuseme. Sasa ukiweka gap la miaka minne ni kubwa sana, na wachezaji wengi ambao wanacheza Afrika hata kama wanatoka Ulaya kuja kucheza hizo AFCON wanakuja kwa ajili ya kupata hilo soko la kwenda kupata malisho mengine huko timu za Ulaya. Kwa mimi ninavyoona beta ingebakia vile vile miaka miwili kwa sababu sisi ni showcase. AFCON ni showcase, CHAN hivyo hivyo. Tofauti na Euros kidogo na World Cup unakuta wengine tayari washajipata, lakini kwa sisi kwa way ambavyo mpira wetu ulivyo na soko letu sehemu ambayo tunaitegemea ni beta bakie vile vile kwa sababu ni sehemu ambayo timu nyingi zinakuja kuchukua wachezaji. Sasa ukiondoa hiyo na maana gap ni kubwa sana hapo la watu kuja kuonekana. Kwa sisi kwa mazingira yetu sisi ya Kiafrika beta bakie vile vile tu. Tunamsubiri safe. Betha? Mimi nachukulia positive. Kwanza nimefurahi kwa sababu moja tu. Kwanza CHAN inabaki kama jinsi ilivyo baada ya miaka miwili.
ambao unapata wachezaji wa ndani wanaendelea kutumika kupata mashindano yao kama kawaida. Pili, kuna African National League. Hii inafanyika kila mwaka. Wakati huo na ni timu za taifa zinafanyika. Alafu kumbuka haya mashindano ya African National League yanafanyika ndani ya zile FIFA calendar. Kwa hiyo utakuwa una uhakika timu yako lazima zitacheza. Watu wataonekana. Nakumbuka hii ni competition. Unapoingia kwenye competition ni level nyingine tofauti, na kama ukicheza ile tu FIFA calendar either lazima usio lazima, lakini African National League inakuwa ni competition. Sasa hii ndani ya miaka 3-4 mfululizo unacheza. Still ni sehemu nzuri ya kushowcase African talent mfululizo kadri iwezekanavyo, tofauti na ingekuwa tu tunasubiria AFCON. Baada ya miaka 2 ni tofauti na kukuwa na competition mwaka mzima kila mwaka. Na mimi niko specific kwenye upande wa kwa hiyo kwa sababu ya upande wa wanawake. Kama hajasema specific kwa wanawake ipoje, manake imeongelewa AFCON, hatujajua WAFCON itakuwaje. Maybe ita shift the same, na if so itakuwa ni better kwa sababu women football haina mashindano mengi, haina chani, haina hizo labda mashindano makubwa ya mara kwa mara ya Champions League. Kwa hiyo kukiwa na hizo African National League na kwa wanawake pia ni faida, kwa sababu timu hizi senior teams zitaweza kucheza mechi nyingi kadri iwezekanavyo. Wachezaji watapata fursa ya kucheza mara kwa mara na kuonekana, kwa sababu ni mara unakuta hichi kizazi cha women football kuonekana ni mpaka timu zicheze WAFCON. Sasa timu zote zinafuzu WAFCON? No. Timu zote zikishacheza ni magrupu, wengine zimeshatoka, na scouts sio rahisi kufuatilia sana mchezaji ambaye ameshatoka kwenye magrupu. Kwa hiyo ukiwa na hizo African National League alafu zinachezwa mara kwa mara wakati unasubiri AFCON yenyewe, unapata kujitangaza vizuri kwa hivyo vipaji tunavyoongelea. Lakini there is value of waiting something. Can you imagine this? Yani sisi tunasubiri miaka 4 kombe la dunia. Unajua ile iga, unajua kutakuwa kuna baada ndani ya miaka 4 kutakuwa kuna zile broadcasting zitaongezeka, branding ya ile value ya mpira wenyewe itaongezeka. Anticipation ndio inafanya kitu kiwe bora zaidi. Yani after 4 years we going to see AFCON. Mfano AFCON sasa hivi imeisha, tuna anticipate mpaka AFCON nyingine, ile kiu ya kuja tofauti na kila baada ya miaka 2. Mnakuwa mnafanya kama mazoea. Ikiwa miaka 4, unaona jinsi Euro ukiwa imefika mwaka wa Euro inapokuwa ni tunatamani Euro ifike kwa sababu ya kusubiria kuona timu zimejiandaaje, mabadiliko ndani ya miaka 4 ipoje. Ila kwenye AFCON ndani ya miaka 2 uweze kuona hicho kitu, kwa sababu yani timu hazibadiliki ndani ya miaka 2. Na ndio maana unaweza kuona AFCON iliyopita na AFCON yetu, mfano Taifa Stars, AFCON iliyopita wachezaji na sasa hivi ni the same, ila in 4 years uweze kukuta kama ni bado the same. Yani ni the same, itakuwa ni wale wachezaji ambao walikuwa wadogo ambao kama walikuwa included. Kwa hiyo kutokuwa kuna hiyo anticipation, expectation of investment. I think it's very positive on that side. Msinyo. Naam. Betha anafuatilia National League. Mimi nafuatilia. Nilitaka Sefu amalize kupiga maswali sababu mimi nafuatilia. Moja National League mimi kwa format yake ya uchezaji mimi au ngoja kwanza tumwachie Sefu aongee afu tutarudi hapo tunakubishana sana. Okay. Kwangu mimi nahisi ni beta ingebakia hii ya miaka 2, kwa sababu hao wenzetu ambao wanatuambia wanatushawishi tu switch kutoka kwenye miaka 2 kwenda miaka 4. Of course wana mashindano mengi before hiyo World Cup. Kuna hizo sijui mashindano vingine sijui kuna Euro, sijui kuna national nini. Kwa hiyo unakuta ndani ya hiyo miaka 4 ambayo tunasubiria World Cup unakutana na mashindano mengine ambayo kuna Euro mchezaji anacheza, kuna hizo nyingine, kuna mashindano ya klabu of course ya kutosha tofauti na kwetu sisi. Kwa hiyo kwa mimi kupeleka miaka 4 maana yake ni kudropisha mpira wetu, kwa sababu of course leo kwa mtu na discuss naye kuhusu hizo AFCON ya mara hii ni katika AFCON zote ambazo zimefanyika, AFCON ya mara hii ni better kushinda AFCON zote. Hakukuwa na ile timu kwamba yani toto ni kibonde ambao wanafungwa sijui goli 7, 5, 4, 6. Unakuta uwiano mkubwa, mtu alofungwa goli nyingi ni hizo 3. Kwa hiyo unapopata hizo mechi mara kwa mara, mashindano mara kwa mara, maana yake hata wale wachezaji ambao wapo katika timu za normal, maana yake ile quality yao inaongezeka na kukutana na wachezaji ambao wapo katika hayo mashindano
ya wanacheza nje. Kwa hiyo kwangu mimi naona kwenda kwenye miaka minne imenikwaza kidogo, lakini sijajua malengo yao. Kwa hiyo tusiingie sana ndipo hapo, tubaki tu hapo, tuheshimu maamuzi, ila kwangu mimi imeake kwa 80%. Betha, umezungumzia swali Mimi na la swali. kuna dakika Mimi ni 10. swali. Kuna dakika 10 saa maswali tusiyafanye kwenye ubishi kwa sababu tutamaliza. Mimi niulize langu afu mwingine kama na swali atauliza lake. Betha, mimi niulize hapo kwenye National League. National League huwa inachezwa kwenye zile FIFA calendars. Mfano kama Yes. international break ya Oktoba ilikuwa na kila timu ya UEFA National League ilicheza mechi zile ambazo zilitakiwa zichezwe kwenye international break. Kama ni mechi mbili. Mfano kama Sawa. international break iliyopita ya Oktoba kulikuwa kuna mechi zilizohusisha timu ambazo zilifika hatua za mwisho za National League, zilikuwa ni nusu finali na timu inaenda kucheza finali au mshindi wa tatu, si ndivyo? Kwa hiyo ni mechi mbili tu kila timu. Wewe huoni kama hata Tanzania ilikuwa inacheza mechi mbili? Lakini AFCON ni tournament ambayo ni festive ambayo yani ina grab attention nzima ya dunia. Mimi naona National League ingepaswa kuwepo kama kureplace FIFA series au zile FIFA international break. Yani kila timu ipate mechi kwenye international break ili kupata alama za FIFA rankings, lakini kuwe na AFCON kila baada ya miaka miwili kwa sababu moja. Sababu ya kwanza, platform ya Afrika. Sababu ya pili, ile ni festival, ni utamaduni wetu ambao tunatambulisha duniani. Lakini mimi naona nitaungana na Idi Simba pamoja na Seif kwamba ile tumekuwa forced, kwa sababu hii AFCON tumeshaona inatengeneza migogoro mingi kwa faida zao hawa ambao maamuzi yameinfluence mpaka rais wa CAF kufikia hatua hiyo, mpaka Excom ya CAF kufikia hatua hiyo, kwa maana kwamba kuna migogoro kati ya AFCON na clubs za Ulaya ambao ndio wamiliki wa wachezaji, lakini kuna mgogoro kati ya AFCON na tournaments, major tournaments, mfano World Cup, mgogoro kati ya AFCON na Euro. Lakini sasa hivi tunaenda kujiangamiza kwa sababu kama sikosei itachezwa same time na Euro, same time na Copa America, same time na ile AFC. Kwa hiyo naona inaenda kuua AFCON, inaenda kupunguza utamu na ukubwa wa AFCON kwa sababu utafunikwa na hizo ya mabara mengine. Kwanza hatujajua kama National League. Okay. Kumbuka, umeona, na tunachukulia mfano, nichukulie mfano tu timu za Afrika kwa ujumla. Ukicheza National League itakuwa ni lazima ucheze, sawa? Ila FIFA calendar ni option. Kwa hiyo ili wachezaji waweze kupata hizo international cups, hizo mechi za kutosha, wanatakiwa wacheze hizo games, of which FIFA calendar nikikwambia maybe this last year inawezekana mfano Taifa Stars nikawa wamecheza mechi za zinawezekana zimecheza, lakini mechi nyingi wao wana skip FIFA calendar kwa sababu sio lazima ucheze, kwa sababu unavyocheza zile ndio unazokuza rank, lakini sio lazima ucheze kwa timu ambayo unakuta labda financial haiko vizuri. Utatakiwa kumfuata yule unataka kucheza naye, either umlete yeye, yani hizo movement za kwenda au kuja, manake financial inakuwa ni shida kama unakuwa huwezi kuafford. Ila ikishakuwa ni competition utalazimika tu kwenda kwa sababu lazima ucheze. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine ina force hizi federations kuifanya timu zao za taifa ziweze kucheza. Lakini pia ni nzuri kwa sababu kama federation mnaweza mkatumia hizo National League kukuza hao vijana. Alafu niwaulize pia swali na nyinyi makocha na host hapo mchambuzi. Mmesema this time around ilikuwa ndo the best AFCON na tumeanza kuwa tunatumia 2 years since kule. Kwa nini hii ndio inakuwa the best? Kwa sababu tuna miaka miwili tu iliyopita na tumecheza, au kitu gani kilichofanya tumekuwa sisi? Host nation, sababu ya kwanza. Yaani kwamba miaka miwili ndio umesema hii ndio tumeongea kusema ndio best obvious kwenye mashindano obvious. Mara nyingi latest mashindano yanakuwa ni bora. Mfano sasa hivi ukimfuata Infantino ukamwambia World Cup bora ni ipi, atakwambia ni ya Qatar, sababu ndio ilikuwa latest, ilikuwa na vitu vingi bora, viwanja bora, kila kitu kilikuwa bora. Kwa hiyo hata sio lazima
Sio lazima iwe hivyo. Unataka kuniambia World Cup 2014 na 10, sasa hivi tupo ya 22. Ya 22 imepita. Tuseme 2014 ukiambiwa uchague na 2018. Ipi iliyokuwa bora? Au tuseme 2010, 14 na 18. Ipi iliyokuwa bora, zipange kwa mtiririko. Utasema latest? Kwenye ile sitasema latest kwa sababu kwenye ile kulikuwa kuna ile Afrika ambayo ilikuwa na vitu vingi ambavyo vinani feel ni hisi kuna pride kwangu. Lakini nikisema nizipange 2014, 18 na 22. Mimi nitaenda 22, 18 ya Russia na nitaenda na 14. Umeona? Kwa sababu ya namna na pia na uelewa wa vitu na utandawazi pia. Umeona? Ndo mimi swali langu linakuja bado tena. Tumeanza hii AFCON kucheza mwaka gani? 1957. Sawa? Sijui 57 hiyo. Lakini tulikuwa tunacheza miaka miwili. This time around mpaka kufikia hapo tulifika, maana yake ndo tactical zinaendelea kukua, technical za wachezaji zinakuwa. Yaani kipi ambacho kilitufanya tuseme kwamba hatutakuwa sasa hivi tubaki stagnant, tutabaki tumestuck kucompare na zamani, kwa sababu tuna miaka karibia 60, sijui 58 tunacheza miaka miwili, lakini kufikia 2026 25 ndio watu tumeanza kudevelop. Unaona kwamba tactical tunakuwa tofauti, technical imekuwa quality. Utofauti ni upi? Na imagine tumepewa muda wa miaka 4 ya kujiandaa kukuza hizo timu zetu za taifa, vijana na watu kama hivyo. Hamuoni kama kutakuwa kuna development kubwa zaidi ya hapo? Mimi niachieni unamweza. Kwangu mimi ikiwa mtu una miaka miwili ya kujiandaa kitu kuwa bora inakushinda, maana yake miaka 4 ndio kukabweteka. Kwa sababu ikiwa kwa mfano kama sisi sasa hivi hapa tunahitaji timu yetu kukua. Ili kukua maana yake tuna average wa timu yetu, average ya wachezaji ni miaka 28. Ukisema tucheze AFCON baada ya miaka 4, maana yake wale wenye miaka 28 wote tutakuwa tunao kwenye competition ambayo watakuwa hawapo. Maana yake ndani ya hiyo miaka 4 tutakuja na wachezaji wengine ambao itakuwa ni wageni kwenye mashindano yale, maana yake tutakuwa tunaanza tena upya. Lakini tukiwa tunafanya kila baada ya miaka 2, maana yake ikiwa hawa wanaondoka kuna wengine wanapata experience ya hayo mashindano. Sijakataa. Sasa tunachana, bado miaka 2 inaendelea. Kumbuka hata AFCON inahusisha subiri. AFCON ina combine wachezaji wa loko na ya wale wa nje. Siku zote wale wa nje huwa wako tunaamini wana exposure na hizo technique na kila kitu, sio shida. Huwa shida ni wachezaji wetu wa ndani ambao wanahitaji mashindano ya mara kwa mara ili waendelee kukua, waweze kupata hizo experiences za hayo mashindano. Wanachani kila baada ya miaka 2. Kwa hiyo kila baada ya miaka 2 ukija kuongeza na wale mengine. Chani pia si umesikia? Chani ina hatihati ya kufa. Chani hatujajua bado, tukifika kwenye imekufa hiyo achani, either imekufa maana yake tutaongea wakati, lakini as it stand ipo Betha bado. Hata chani yenyewe ambayo imeisha bado huwezi kuinganisha na AFCON kivyovyote. Yani ukiposisa yani huwezi kushanisha chani na AFCON. Hata hiyo chani wachezaji wako ambao wanashiriki chani ukija ukapeleka kwenye AFCON ni vitu viwili tofauti. Exactly, my point is wachezaji wa AFCON Tanzania hiyo hapo. Tanzania si kutoka chani kule na buruza. Ndio maana nakwambiaje Idi, yani haiwezi kuathiri chochote kwa sababu moja. Naomba nimalizie nitalala na call imekaa hapa. Tuna sekunde 30. Huwezi kuathiri kwa sababu wanaofanya AFCON iwe nzuri ni wachezaji wenye technique na intelligence na tactical awareness ambao hawachezi humu Afrika. Kwa hiyo siku zote tunapocheza AFCON hao wachezaji wazuri bora wenye exposure wanatoka wanakoenda Europe. Kwa hiyo tunaohitaji kudevelop wapo bado kwenye system ya kucheza kila baada ya miaka 2. Tunaathirika vipi hapo? Sasa kuanzia kwenye hilo swali Sefu, huu utakuwa ni mjadala endelevu na kuna siku tutajiandaa nao vizuri sana, kila mtu akafanya research, kwa sababu sisi pia hii leo nilishtukiza tu ili tuanze. Kwenye wakati ujao kila mtu afanye research yake vizuri sana, tuendelee na huu mjadala kwenye episode zinazokuja. Sijui kama itakuwa episode ijayo, lakini kwenye episode zingine zinazokuja. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa. Na hisi tumepata kitu ambacho tulikuwa tumekipanga, ndio maana tukaenda extra. Kwa hiyo nashukuru sana, tukutane kwenye episode ijayo. Ciao. Poa. Bye guys.